Bwana Yesu asifiwe, watumishi wa Mungu. Tunamtukuza Mungu kwa ajili ya zawadi ya uhai aliyotupa siku ya leo. Ni siku nyingine tena ya kipindi cha kutoka madhabahuni leo. Kwa majina yangu ninaitwa Pastor Theodola Emmanuel. Nimeambatana na watumishi wa Mungu, Pastor Messi, Pastor Rosie, Pastor Jennifer, Pastor Christina. Siku ya leo Mungu ametupa ujumbe unaosema kwamba tofauti kati ya maisha ya mwilini na maisha ya rohoni. Tofauti kati ya maisha ya mwilini na maisha ya rohoni. Basi kabla hatujaanza somo letu, nitakwenda kumshukuru Mungu kwa ajili ya hiki kipindi. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, ninakutukuza, ninakuinua mfalme. Hakuna aliye kama wewe. Sante Bwana kwa afya, sante Bwana kwa uhai uliotupa, sante Bwana kwa rehema zako ambazo unaziachilia kwetu kila itwapo leo. Asante Bwana kwa fadhili zako. Sante mfalme wa falme, hata wakati huna sahihi mtazamaji wetu anapoenda kututazama akapokea uponyaji kupitia somo hili uliloliachilia, maana wewe umesema neno lako huwa halirudi bure, bali linatimiza mapenzi yako, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, amen. Amen. Karibu sana watumishi wa Mungu katika kipindi chetu kizuri kabisa. Somo letu linasema tabia tofauti kati ya tabia za mwilini na tabia za rohoni. Nitakwenda kutoa utangulizi kama ifuatavyo. Tunaposema tabia za rohoni na tabia za mwilini, tunaposema tabia za rohoni, kumbuka tunazungumzia kwamba mtu ni roho. Mtu ni roho, mtu sio mwili. Sasa nitaanza moja kwa moja pale kwenye uumbaji wa Mungu. Wakati Mungu, tunaona kwenye Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 26, Mungu anasema na tumfanye mtu kwa mfano na kwa sura yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema na tumfanye mtu kwa mfano na kwa sura yetu. Tukija kwenye sura ya pili, kitabu cha Mwanzo sura ya pili mstari wa 7, anasema Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi, akapulizia puani pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Kwa hiyo tunapoangalia tabia za tofauti kati ya tabia za mwilini na za rohoni, lazima kwanza tujue chanzo cha mwanadamu. Tunaona kabisa chanzo cha mwanadamu ni Mungu, kwa sababu tunaona kuishi kwetu sisi tunaishi kwa sababu ya pumzi ile ambayo Mungu aliachilia. Tukumbuke awali mwanadamu huu mwili ni udongo. Tunaona kabisa kwamba Mungu alifinyanga mavumbi ya ardhi. Kilichokuja kikafanya mwanadamu akawa nafsi hai baada ya kupuliziwa ile pumzi ya uhai. Ndio maana unakuta hii pumzi ya uhai ikiondoka ndani ya mwanadamu, ndio tunasema mwili wa marehemu. Tunaelewana vizuri? Ndio maana tunasema ni marehemu fulani, kwa sababu tayari ile roho yake imeondoka. Kwa hiyo tunapozungumzia tofauti kati ya maisha ya mwilini na maisha ya rohoni, ndio sasa tunakuja kuangalia hapa kwa nini Mungu, mpango wa Mungu, alimuumba mwanadamu ili amtegemee yeye kwa kila kitu. Yaani maana yake Mungu alimuumba mwanadamu akitegemea kwamba ategemee mfumo wa kiungu kupata mahitaji yake ya kila siku. Tunaelewana vizuri? Mungu alimuumba mwanadamu akitegemea kwamba mahitaji yake yote ayapate kutokea kwake, maana yake yeye awe ndo chanzo cha mahitaji ya mwanadamu. Sasa nini kimekuja kutokea? Maana yake leo hii tusingezungumzia tabia za mwilini na tabia za rohoni. Kinachotufanya tuzungumze tabia za mwili na tabia za rohoni, tukija pale kwenye Mwanzo sura ya 3 pale, maana yake Mwanzo sura ya 3 ndipo ambapo anguko lilitokea, anguko la dhambi. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunapozungumzia kwamba tabia za mwilini, tunaona wakati Mungu amemuumba mwanadamu kwa sura na kwa mfano wake, alitaka amtegemee yeye, yaani aishi kwa mfumo wa kiungu kupata mahitaji yake. Lakini tunaona Shetani akawaonea wivu Adam na Hawa pale Eden. Tunaelewana vizuri? Amen.
Shetani akawaonea wivu Adamu na Hawa. Baadaye tunaona shetani aliandaa mpango wa kwenda kuharibu, yani kuchukua urithi wetu ambao tulikuwa tumepewa. Maana yake Mungu alituumba ili tuishi kwa roho. Kwa hiyo shetani alichokifanya, alikuja kutuharibia, kututoa kwenye mfumo wa Mungu na kutuleta kwenye mfumo wa mwili. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana leo hii tunazungumza tofauti kati ya maisha ya mwilini na maisha ya rohoni, kwa sababu tulianza katika roho. Baada ya anguko tukajikuta tumeangukia kwenye mwili. Na niseme kwamba Mungu wakati anamuumba mwanadamu, Mungu alimuumba mwanadamu akaweka kanuni, ambayo hiyo kanuni mwanadamu baada ya kuikosa kwenda kinyume na hiyo kanuni, ndipo akaangukia kwenye mwili, kwa sababu Biblia inatuambia kwamba yule nyoka alienda akamwambia Hawa ati ni matunda ya mti huu ndio Mungu amesema msiale, kwa sababu Mungu alishawaambia Adamu na Hawa kwamba matunda ya mti huu mkila mtakufa hakika, mkila mtakufa hakika. Kwa hiyo kifo hiki sio kifo cha kutengana mwili na roho. Tuelewane vizuri. Kuna aina kama 3 za vifo. Kuna kifo cha kwanza ni kifo cha kutengana mwili na roho. Kifo cha pili ni kifo cha kutengana kimahusiano kati ya mwanadamu na Mungu. Tunaelewana vizuri. Sitakielezea hiki kifo cha 3 kwa sababu hakina faida sana kwenye hili somo ambalo tunalizungumza. Sasa kilichokuja kutokea baada ya Hawa kumtegea nyoka sikio, maana yake mfumo ukahama kutoka rohoni tukaja mwilini. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo maisha ya mwanadamu yakahamia mwilini kwa sababu ya dhambi. Kwa hiyo tunapozungumzia maisha ya mwilini, maana yake tujue kabisa tunazungumzia maisha ya dhambi, maisha yaliyojaa tamaa. Ila Mungu alitaka tuishi maisha ya kumpendeza yeye, tuishi katika roho, kwa sababu tukiangalia kwenye kitabu cha Yohana sura ya kwanza mstari wa 6 anasema palitokea mtu ametumwa kutoka mbinguni, jina lake Yohana. Kwa hiyo mtu ni roho, mtu sio mwili. Kwa hiyo tulikuja tukahamishiwa kwenye mwili, tukaja kwenye mfumo wa mwili. Haleluya. Kwa hiyo na pia ili mtu aweze, unajua maisha ni kanuni, yaani huwezi kukwepa kanuni kwenye maisha. Kwa hiyo Mungu aliweka kanuni ya kuishi katika roho. Shetani akaja akatuwekea kanuni ya kuishi katika mwili. Na pia hakuna mwanadamu ambaye anaishi bila roho. Kwa nini nasema hivi? Yaani kila mwanadamu kuna roho inayomwendesha. Yaani kama hauendeshwi na roho wa Mungu, lazima utaendeshwa na roho ya giza. Tukumbuke kwamba Mungu ni nuru. Na tukumbuke kwamba shetani alipoenda pale Edeni aliachilia giza, ambalo hilo giza sio giza la kukosa mwanga wa taa kama hizi, ila ni giza la ujinga. Yaani akatusaulisha chanzo chetu tulikotoka. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo na ili mtu aishi maisha ya rohoni, huwezi kwanza, tunaposema mtu wa rohoni na mtu wa mwilini, tunapozungumza mtu wa rohoni, tunazungumza mtu ambaye tayari amempokea Bwana Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Kwa sababu tunaona baada ya anguko la Adamu na Hawa, ni kweli mwanadamu akawa kwenye dhambi, lakini Mungu haikutosha kwamba mwanadamu aendelee kuishi katika dhambi. Tunaona Mungu aliandaa mpango wa kumtuma mwanaye wa pekee Yesu Kristo ili aje atuokoe kutoka kwenye ile dhambi ya Adamu na Hawa, aje atutoe kwenye lile giza tulilolipokea pale Edeni. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana mtu yoyote anayempokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake anarudi kwenye chanzo, anarudi tena kuanza kuishi maisha ya rohoni, kuanza kupata mahitaji yake yani roho yake inaanza sasa kulishwa na Mungu na sio kulishwa na dunia tena. Haleluya. Kwa hiyo nimesema mwanadamu haruhusiwi kuishi bila roho. Sasa itategemeana.
ni roho gani ambayo inakuendesha. Maana yake ukisha mpokea Bwana Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, kumbuka kwamba roho yake ndio itakayokuendesha, na roho yake imebeba wema, imebeba utakatifu, imebeba nuru. Ukiendeshwa na roho ya shetani, maana yake roho yake imebeba giza, uharibifu, yaani na mambo kadha wa kadha ya uharibifu. Haleluya! Basi kwa sababu niko na watumishi wa Mungu hapa, nafikiri wamejiandaa. Roho wa Mungu amewapa hekima ya kuzungumzia hili somo tofauti kati ya maisha ya mwilini na maisha ya rohoni. Basi na labda kitu ambacho nilikuwa sijakielezea, haya maisha ya rohoni yanahitaji mtu kuwa na nidhamu. Ili mtu aweze kuishi maisha ya rohoni lazima awe na nidhamu. Na tunapozungumzia nidhamu ni adabu njema, kujitawala na kufuata sheria au taratibu zilizowekwa ili kufikia malengo binafsi au ya kijamii. Nidhamu inajumuisha utii, uwajibikaji na udhibiti wa matendo na mawazo. Kwa hiyo kumbe, ili mtu aweze kuishi maisha ya rohoni lazima ajinidhamishe, awe na nidhamu binafsi, awe na utii, alafu na kubadili mawazo yake, pia ajidhibiti, awe na uwezo wa kujitawala. Haleluya! Basi napenda niwakaribishe watumishi wa Mungu, wachungaji, ili waweze kuachilia kila ambacho Mungu ameachilia ndani ya mioyo yao. Basi nitamkaribisha Pastor Rosemary kwa sababu kipaza sauti kiko kwake. Karibu sana Pastor Rosemary, ili watazamaji waweze kuona haya maisha ya mwilini na maisha ya rohoni. Karibu mtumishi wa Mungu. Amina mama, nashukuru sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ninamshukuru Mungu kwa siku ya leo, ametupa uzima na afya. Kwenye kipengele chetu cha tabia ya mwilini na tabia za rohoni, nitazungumzia kuna hasara na faida pia. Unaweza kaongeza sauti kidogo? Yes. Nitazungumza. Yes, ndio. Yes. Kwenye kipengele chetu cha tabia za mwilini na tabia za rohoni kuna faida na hasara. Kwa hiyo nitaanza kudadavua kila tabia. Maana kuna tabia za mwilini. Mtu mwenye tabia za mwilini ni mtu ambaye anapenda kutimiza mwili wake, mambo yake. Ndio unaweza ukawa umeokoka, lakini kuna muda fulani, yani mwili kuna kitu unataka. Kuna muda kama vijana, kuna muda unaweza ukahitaji labda kuwa na mpenzi wako, hujafunga ndoa, lakini kuna muda unahitaji yani ufanye hicho kitu hicho. Nisika na kwamba labda kuna muda unajitahidi, mbona mimi nimeokoka lakini mbona inakuwa hivi? Ni kwa sababu Roho Mtakatifu hayupo ndani yako, ambaye anaweza kukusaidia kuachana na hiyo tabia ni Roho Mtakatifu. Kama una Roho Mtakatifu hauwezi kujizuia. Mtu mwenye tabia za mwilini hawezi kujizuia kama una Roho Mtakatifu. Kwa hiyo tunaona kwamba Roho Mtakatifu ndiye anayemsaidia mtu kuweza kuachana na hizo tabia. Kwa hiyo mwenye tabia za mwilini, huyo mtu yani hawezi hata kufunga. Anaona yani akifunga atakufa. Hawezi kabisa, yani anaogopa. Maana kuna siku nilikutana na mtu nikamwambia, bwana mimi nimefunga. Ilikuwa ni masaa 12. Akasema kwa hiyo huwezi kunywa hata maji? Nikasema hapana, siwezi kunywa mpaka hiyo saa 12 ifike. Kwani wewe huwezi kufa? Inawezekanaje unaweza kufunga hayo masaa 12? Nikasema mbona wengine wanafunga siku 40, siku 21? Akashangaa. Akasema mimi kwa kweli siwezi. Ni mtu kabisa ameokoka kabisa. Bwana Yesu asifiwe ni nyingi. Lakini hawezi kufunga masaa 12. Ndio. Kwa hiyo tunaona mtu wa tabia za mwilini ni mtu ambaye hawezi kufunga kabisa, anaogopa. Nitasoma Warumi, namba kila mtu afungue Warumi 8 kuanzia mstari wa 5 mpaka wa 8. Anasema hivi: kwa maana wale wafuatao mwili huyafikiri mambo ya mwili, bali wale wafuatao roho huyafikiri mambo ya roho. Mstari wa 6 anasema, kwa kuwa nia ya mwili ni mauti, bali nia ya roho ni uzima na amani. Mstari wa 7 anasema, kwa kuwa ile nia ya mwili
ni uadui juu ya Mungu, kwa maana haitii sheria ya Mungu wala haiwezi kuitii. Mstari wa 8 anasema wale waufuatao mwili hawawezi kumpendeza Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tunamwona mtu mwenye tabia za mwilini hawezi kumpendeza Mungu wala kutii sheria za Mungu. Kwa hiyo naona akianza kutii sheria za Mungu, yani ni kwa sababu hayuko upande ule, hayupo upande ule na ana Roho Mtakatifu kuweza kumsaidia. Kwa hiyo tunaona kwamba mtu yoyote mwenye tabia za mwilini huyo ana Roho Mtakatifu ndani yake. Maana yake hawezi kutii sheria za Mungu na yale mapenzi ya Mungu. Ili uweze kuyatimiza mapenzi ya Mungu ni mpaka uwe umempokea Roho Mtakatifu, ndiye anaweza kusaidia. Maana yake neno la Mungu limeingia ndani yako, ndio linaweza kukusaidia kuweza kutii, kuweza kufanya mapenzi ya nini? Ya Roho. Mapenzi ya mapenzi ya Mungu ambayo ni mapenzi ya Roho. Tunaona kabisa, na nimesema kwamba mtu ambaye ana tabia za mwilini hawezi kufunga. Nimesema kabisa mtu mwenye tabia za roho hawezi kufunga. Nitaangalia na upande wa tabia za roho. Mtu mwenye tabia za roho ni mtu mwenye tabia za roho, akifunga anakuwa anautiisha mwili. Manake anaupa nini? Anaipa roho nafasi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo mtu anayefunga, mtu mwenye tabia za roho akifunga na anaipa roho nafasi ndani yake. Kwa hiyo ni rahisi sana kuyatimiza mapenzi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tutasoma kitabu cha Warumi sura ya 8 mstari wa 13, anasema kwamba kwa maana kama tukiishi kwa kufuata mambo ya mwili mwataka kufa, bali kama mkiyafisha matendo ya mwili kwa roho mtaishi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tunaona kabisa, nishazungumzia kuhusu wale ambao wanaofuata, wale ambao wana tabia za mwilini, nishawaambia ni watu ambao ni wa aina gani. Lakini yule mtu ambaye ana tabia za rohoni anasema kwamba bali kama mkiyafisha matendo ya mwili kwa roho mtaishi. Kwa hiyo tunaona kwamba kabisa kwamba mtu ambaye anafuata mapenzi ya Mungu, huyo ni mtu ambaye anaweza kutisha roho yake na kuweza kuyafuata mapenzi ya Mungu. Huyo ndiye ataweza kuishi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tunaona kabisa kwamba mtu mwenye tabia za rohoni ni mtu ambaye ni mtii pia, anafuata ile njia ya Mungu. Hata Mungu akimwambia kitu fulani lazima atafuata, hawezi kuwa na mzunguko. Ni kwa sababu ana Roho Mtakatifu ndani yake. Na pia huyu mtu ambaye ana tabia za rohoni ni mtu ambaye amempokea, ameokoka, amemwamini Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana yake amejazwa Roho Mtakatifu. Nimesema Roho Mtakatifu ndiye anayemsaidia mtu. Kama una Roho Mtakatifu ndani yako hauwezi kuwa na tabia za rohoni. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Asante sana Pastor Rosemary. Nimejifunza kitu wakati unazungumza. Umesema kumbe mtu anaweza akawa ameokoka, ameamini, anataka amerudi kabisa kwenye chanzo cha kuhudumiwa na Roho. Yes. Ila inafika mahali anakuwa anashindwa kujizuia. Yes. Anajikuta amerudia tabia za mwilini. Okay. Nafikiri nimezungumza kwamba mtu hawezi kuishi bila Roho. Tumeona mtumishi wa Mungu amegusia kwa habari ya Roho, na mimi niliongelea kwamba hakuna mwanadamu ambaye, yani mwanadamu haruhusiwi kuishi kukaa bila Roho, ila itategemeana ni roho gani inayotawala maisha yake. Aidha ni roho ya giza au ni roho ya nuru. Kwa hiyo tumeona amesema kwamba roho ya nuru inapotawala maisha yako, unaishi kwa kumpendeza Mungu, unayaishi mapenzi ya Mungu. Ila roho ya giza ikitawala, unaishi kwa kuupendeza mwili. Basi karibu sana mtumishi wa Mungu Pastor Messi. Yesu asifiwe sana. Amen. Na wasalimu katika jina la Yesu. Amen. Mimi nashukuru mama kwa kunikaribisha. Mada yetu mezani inasema mtu wa tabia ya mwilini na tabia ya rohoni. Sasa mimi leo nitakwenda kuzungumza kitu kimoja, ya kwamba mtu anapookoka, anapompokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake, yani it means labda amempokea Yesu leo, huyo mtu huwezi ukaanza kuongea naye kwamba
awe kwenye tabia za rohoni, tayari anakuwa ni mtoto mchanga kiroho, hajui tabia za rohoni ni zipi, tabia za mwilini ni zipi. Kwa hiyo anapompokea Yesu anakuwa bado ni mchanga. Ukisoma kwenye kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura ile ya 3 kuanzia ile mstari wa kwanza, Paulo anazungumza na watu wake ya kwamba mimi sikuzungumza na nyinyi kama watu wa rohoni, kwa sababu ni watu wa tabia ya mwilini. Kwa sababu mtu anapookoka leo, kesho kutwa ukamwambia hizi habari, tayari anakuwa na zile tabia, anakuwa na tabia ya wizi, anakuwa na tabia ya uongo, anakuwa na tabia ya ulevi. Kwa hiyo sasa huyu mtu ni anatakiwa achukue maamuzi yeye mwenyewe ya kwanza kujifunza neno la Mungu kupitia watumishi, kujifunza neno la Mungu kupitia baba yake wa kiroho. Unaona, mtu asipokuwa kiroho bado atabaki kwenye tabia za mwilini. Anasema kuna mambo ya mwilini tuyapata kwa sababu hatujataka kujua. Unajua, nizungumze kitu kimoja, mtu ambaye tayari amejua asili fulani anakuwa anajua maana yake, kwamba neno la Mungu linanikataza nisifanye kitu fulani, neno la Mungu linaniguide nisifanye kitu fulani. Sasa kama hajachukua maamuzi, hajachukua hatua yeye mwenyewe kutaka kukua, anabaki pale pale. Kwa hiyo na pia ni maamuzi ya kutaka sasa awe mtu wa rohoni au abaki kuwa mtu wa mwilini. Kumbuka, mtu wa rohoni ili aweze kukua, tunaona ya kwamba mtu ni roho, nafsi na mwili. Huyu mtu anapoanza kukua sasa, hii roho inavyojilisha kutoka kwa Mungu, anakuwa na maombi, anakuwa anatoa sadaka, anakuwa anafunga, tayari ile roho inajilisha kutoka kwa nani? Kutoka kwa Mungu. Tayari inakuja inapelekea kwenye nafsi. Nimesema mtu ni mwili, nafsi pamoja na roho. Huyu roho anapokula vya kiungu anaipelekea nafsi. Kwa hiyo vile vitu vya kimwili ambavyo vinatakiwa vile vya mwili vinakufa kupitia nini? Kupitia roho. Anasema mkiishi kwa roho hamko chini ya sheria ya sheria, hamzatimiza tena tamaa za mwili, kwa sababu huyu mtu anajilisha roho. Lakini kama yuko pale pale, anaendelea kubaki pale pale, anaendelea kufanya ya mwilini. Pia ukisoma kwenye kitabu cha Ezekiel 37 na ule mstari wa 20, Ezekiel sura ya 36 kuanzia ule mstari wa 27, anasema mimi Mungu nitatia roho wangu ndani yenu ili yule roho awaongoze katika sheria zangu. Sasa huyu mtu ndio sasa pale inabidi akae aanze kujilisha na vya kiungu. Sio amebaki tu nyumbani, ameokoka amebaki tu nyumbani, hawezi kupokea vya kiungu kama ajifunze. Tunaona ya kwamba katika maisha tunayoyapitia si wanadamu kuna system mbili. Uwezo kaniambia gari la taka ambalo linabeba maji taka mtaani linaweza kuweka system ya maji safi, kwa sababu tayari lina system ya maji taka. Na pia gari la maji masafi tayari limekuwa lina system ya maji masafi, litatoa maji masafi. Kwa hiyo hata huyu mtu roho anatakiwa avichukue vitu vya kiungu hivi viende ndani ya nafsi, mapenzi ya mwili yapate kufa. Amen. Amen. Nakushukuru sana Pastor Messi. Nafikiri nimekuelewa. Umesema Mtume Paulo alikuwa anaongea na Wakorinto, anasema ninazungumza, ingawa walikuwa wameamini, ila anasema sizungumzi na nyinyi kama watu wenye tabia za rohoni. Yaani ni kweli wameamini, lakini kumbe bado ile misingi ya kiroho haijakaa sawasawa. Na pia nilichojifunza kwamba anasema mtu awe na maamuzi binafsi, na nimezungumza hapa kwamba nidhamu pia inajumuisha utii, uwajibikaji na udhibiti wa matendo na mawazo. Kwa hiyo mtu anatakiwa yeye mwenyewe awe na nidhamu binafsi, ajue kwamba mimi nimeshabadilisha mtazamo, nimebadilisha mfumo. Kwa hiyo lazima niangalie huu mfumo unasemaje, kwa sababu tukisoma kwenye kitabu cha Wakolosai sura ya 3 mstari wa 1 anasema ikiwa mmefufuliwa pamoja na Kristo, yatamanini yaliyo juu Kristo aliko. Maanake lazima nibadilishe mtazamo, nijue kwamba mimi nilikuwa wa mwili, sasa nimetoka kwenye mwili nifuate roho.
Karibu sana mtumishi wa Mungu Pastor Christina, kwa ajili ya faida ya watazamaji. Amen. Waendelee kunufaika, wajue maisha ya mwilini na maisha ya rohoni yanakuwaje. Amen. Karibu sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Namshukuru Mungu kwa ajili ya upendeleo huu. Asante mama kwa ajili ya nafasi ambayo umenipa. Somo letu mezani linasema tofauti kati ya maisha ya rohoni na maisha ya mwilini. Kutokea kwa watumishi ambao wametangulia kusema au kuzungumza, mimi nimejifunza kwamba kutoka kwa mtu wa maisha ya mwilini na kwenda kuwa maisha ya rohoni ni process au ni hatua ambayo mtu anakuwa kila siku. Na mama amesema kwamba hivi mtu wa rohoni ni mtu ambaye tayari ameshamwamini Yesu, amekuwa ndani ya Yesu. Akawa ametoka kuzungumzia kwa nini kumwamini Yesu, kwa sababu ya ule uharibifu wa mwanzo kutoka kwa Adam na Hawa pale Eden. Kwa hiyo sasa huyu mtu tayari ameshamwamini Yesu, kuna process au kuna hatua ambayo anapaswa aweze kuiishi ili kuweza kuzifikia zile tabia za rohoni. Hauokoki tu leo ili uweze kuwa na tabia za rohoni, hapana, ni hatua kwa hatua kwa hatua kwa hatua. Bwana Yesu asifiwe sana. Pia mimi nilichojifunza kwamba kwenye maisha ya rohoni au maisha ya mwilini ni namna gani ambavyo wewe mwenyewe unaamua kuyaishi. Wako wengi makanisani, wana miaka mingi kwenye makanisa, wameokoka na Bwana Yesu anatamkwa, lakini hakuna badiliko lolote, hakuna chochote kinachofanyika. Ni kwa sababu wenyewe wanajiona kama wanaweza kuyaishi yale maisha ya kumpendeza Mungu. Nikwambie kwamba huwezi kuyaishi maisha ya kumpendeza Mungu nje na Roho Mtakatifu, kwa sababu tunapozungumzia maisha ya rohoni huwezi kumtenga Roho Mtakatifu na maisha ya rohoni. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana anasema kwamba hivi wanaoongozwa na Roho wa Mungu ndio walio wana wa Mungu, kwa sababu kazi ya Roho Mtakatifu ni kutupandia zile tabia za rohoni. Tukisoma kwenye Wagalatia sura ya 5 na ule mstari wa 22 kwenye tabia za rohoni, sasa kwamba nimesema kwamba mtu ambaye tayari ameshampa Roho Mtakatifu nafasi ndiye anayeweza kugeuzwa na kuwa mtu wa tabia ya rohoni. Wagalatia sura ya 5 na ule mstari wa 22. Wagalatia sura ya 5 na ule mstari wa 22 anasema kwamba hivi, lakini tunda la Roho ni upendo, furaha, amani, uvumilivu, utu wema, fadhili, uaminifu, upole, kiasi. Juu ya mambo kama hayo hakuna sheria. Kwa hivyo vitu vyote vimefungwa ndani ya Roho Mtakatifu. Maana yake tayari mimi ninapompokea Yesu, Roho Mtakatifu akiingia ndani yangu anaanza kuachilia zile tabia, na hizi tabia zitokee siku moja. Kadiri ninavyolisikia neno la Mungu ndivyo ambavyo nageuzwa. Kwa nini nafikia mpaka hatua mtu yuko kanisani kwa muda mrefu lakini bado ana tabia za mwilini? Ni kwa sababu gani? Hajagundua kwamba nafasi ya Roho Mtakatifu kwenye maisha yake. Na tukizungumzia kwamba tabia za mwilini hazimfikishi mtu popote, kwa sababu neno la Mungu linasema kwamba tabia za mwilini au nani ya mwilini ina uadui juu ya Mungu. Maanake wewe unapotenda katika mwili unakuwa adui wa Mungu, lakini unapokuwa mtu wa rohoni unakuwa rafiki wa Mungu. Kwa sababu gani? Mwili huu unaishia hapa duniani, lakini roho ndio inaurithi uzima wa milele. Kwa hiyo lengo kubwa kwa nini Mungu anataka tujifunze hili neno ni ili tuweze kuurithi uzima wa milele. Anasema karama ya Mungu ni uzima na amani, lakini karama ya mwili ni mauti. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo sasa ukifuata mwili maana unataka kufa, lakini ukifuata roho unataka kuishi. Unataka kuyatimiza mapenzi ya Mungu. Huwezi kutimiza mapenzi ya Mungu kama wewe ni mtu wa mwilini. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Nimejifunza umesema karama ya Mungu ni uzima. Sasa huu uzima anaozungumza hatuupati nje, na yani huu uzima sio kwa sababu ya vyakula tunavyokula kila siku, wali, maharage, chipsi, mayai. Huu uzima unatokana na kumwamini Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, kwa sababu anasema Yesu ni njia, kweli na uzima. Kwa hiyo huu uzima
tena ni uzima wa milele, tunaupata kupitia Yesu Kristo, kwa sababu tukumbuke kwamba baada ya anguko mwanadamu alibaki kuwa na uhai ila hana uzima. Huu uzima, kwa hiyo ukishamwamini Yesu kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, unarudishiwa huu uzima, ambao huu uzima utaishi milele. Hata kama mwili utatengana na roho, hii roho yako itaishi milele, kwa sababu roho huwa haifi. Kinachokufa ni mwili. Ndio maana utakuta wamesema fulani amekufa, ila baadaye hawasemi twende mochwari tukachukue mwili wa fulani. Hapana, hawasemi kwamba twende mochwari tukamchukue fulani. Utakuta wamesema tukachukue mwili wa fulani. Maana yake huyo fulani hayupo, ameondoka, amerudi alikotoka. Haleluya. Lakini mchungaji ameweza kunikumbusha kitu kingine. Amesema ili tujue kwamba huyu mtu anaishi maisha ya rohoni, lazima tuone badiliko. Hili badiliko linatokea wapi? Maana yake tukirudi kwenye kitabu cha Tito sura ya 2 mstari wa 10 mpaka wa 11 pale, anasema kwa maana neema ya Mungu imefunuliwa, nayo yatufundisha kukataa ubaya na tamaa za kila namna. Kwa hiyo maana yake kumbe hii neema ya Mungu inapofunuliwa, ambayo hii neema ni wokovu, inapofunuliwa ndani ya mtu, tunaanza kuona kabisa huyu mtu alikuwa na tabia hizi. Tunaona zile tabia zinaanza kuvunjika taratibu taratibu, na mchungaji amesema ili tabia zivunjike taratibu taratibu ni mchakato. Kwa hiyo ule mchakato wa wewe kumtaka Mungu, kwa sababu umejinidhamisha wewe mwenyewe, umewajibika wewe mwenyewe, na umejiwekea wewe mwenyewe, yani kwenye mawazo yako kwamba nataka kuishi katika roho, yale maamuzi yako, na ukiishi kwa kuyafuata hayo maamuzi uliyoyaamua, maana yake mwisho wa siku utakuwa na utamuelewa Mungu katika mapana zaidi. Amina. Basi nimkaribishe Pastor Jennifer. Karibu mtumishi wa Mungu. Asante sana mama, nashukuru. Ninamtukuza Mungu kwa ajili ya wakati huu. Ndio. Na kumshukuru Mungu kwa ajili ya siku ya leo. Amen. Kawaida ya neno la Mungu ni kuja kutukumbusha, kutuamsha mahali tulipolala. Yes. Kwa tunamtukuza Mungu katika hili. Na siku ya leo tunapata faida pia na kuweza kugundua mbinu mbalimbali za kuweza kumshinda adui kwenye nyanja mbalimbali. Amen. Kwa majina yangu ninaitwa Pastor Jennifer Kitundu. Kwa maada ya leo kutoka madhabahuni kuhusiana na tabia za rohoni na tabia za mwilini. Nikianza kuangalia hapa, haya ni maisha halisi kabisa ambayo mwanadamu amewekewa mfumo. Unajua mwanadamu ameumbwa katika mfumo. Kwa hiyo kuna mifumo miwili tu duniani. Duniani hapa kuna mfumo wa giza na mfumo wa nuruni, ambao kote huko kuna mababa. Kuna baba wa gizani ambaye ni baba shetani, na baba wa nuruni ambaye ni baba yetu wa mbinguni. Lakini sasa ina depend huyu mtu amezaliwa kwenye mazingira yapi. Lakini inawezekana kutoka kwenye mfumo wa gizani. Mama alizungumzia akasema mtu wa gizani na mtu wa nuruni. Kwa mtu kutoka gizani kuja nuruni ni kama umepata mwanga wa kuona na kufahamu vitu mbalimbali. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi nitazungumzia eneo moja tu ambalo mwisho wa dakika ambazo tunatamani kuona ni ile faida ambayo tutaipata kuhusiana na maisha. Yani hata tungeelezea vipi, lakini kinachobaki maisha ya rohoni ni uhalisia, kwa sababu maisha hata ya mwilini unayoyaona yanaanzia rohoni. Kwa uhalisia wetu, kwa sababu mama alielezea akasema mtu ni roho. Anasema palitokea mtu kutoka mbinguni, jina lake Yohana. Yani sio Yohana tu, tokea mtu kutoka mbinguni, jina lake Jennifer, jina lake Theodora. Kwa kuna namna gani mtu huyo aliyotoka mbinguni aweze kuishi maisha yapi? Kwa mfumo kabisa, sisi watu wote tulitoka mbinguni, ila baada ya anguko tumekuja tukahamishiwa kwenye mfumo wa mwili. Yes. Kwa sasa ili turudi kwenye mfumo wa roho inahitaji kukubali ugeuzwe. Yes. Na kugeuzwa ni process. Ukishageuzwa sio kana kwamba utabaki hivyo hivyo. Kuna mifumo ambayo utaifuata: kusikia neno, kuomba, kufunga. Kuna mtumishi wa Mungu Pastor Rose alisema ya kwamba roho yenyewe inakula kutokana na yale ya mbinguni. Yaani kwa mfano kusoma neno, kuomba,
kufunga. Wa mwilini hawezi, ila wa rohoni anaweza, kwa sababu anaishi katika roho. Bwana Yesu asifiwe sana. Kitu kikubwa ambacho watu wengi wanakuwa wanashindwa kukiishi, mtu wa mwilini na tayari ameshakuwa ndani, ameingia ndani ya ufalme, kwa sababu anasema kwenye Kolosai sura ya 1 mstari wa 13, naye alituhamisha. Kwa kama tulihamishwa, ulishahamishwa ukaingia kwenye maisha ya ulimwengu wa roho, ni lazima uanze kuishi kwenye ulimwengu wa roho. Kitu kikubwa kinachokwamisha watu wengi wasielewe mambo ya rohoni ni kwa sababu ya kutokukubali. Watu wengi wanaona ni kama utumwa. Ndio. Kuanza kuishi. Unajua njia hii tuliyoichagua ya rohoni ni nyembamba. Haihitaji mambo mengi. Ni mambo yaliyonyooka, na wanaoingia ni wachache, japo kwa walioitwa ni wengi. Yaani waliompokea Yesu ni wengi, na wapo makanisani, na Bwana Yesu asifiwe, ni nyingi. Shida inayokuja ni hawaja kukubali. Nitasoma kitabu cha Isaya sura ya 1 mstari wa 19. Anasema ya kwamba kama mkikubali na kutii, mtakula mema ya nchi. Wengi wanadhani ya kwamba mema ya nchi ni ile nchi ya ahadi tu. Yaani endapo utakubali ukayaishi mapenzi ya Mungu kwenye ulimwengu, kwenye tabia za rohoni, utayala mema ya nchi. Kwani si Biblia inasema ya kwamba wakati Petro anamuuliza Yesu, akamwambia nimekufuata nitapata nini? Akamwambia duniani mara 100. Alianza na duniani. Kwa nini? Si tunaishi kwenye mwili? Yaani kuna wakati tusijisahau, tuko mwilini, tuko rohoni. Ndio maana tunaelezea tabia za mwilini na za rohoni, ila the end of the day tunakuja kuona maisha ya rohoni ndio yana faida. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa anasema duniani mara 100, mbinguni uzima wa milele. Mimi nitajikita kwenye uzima wa milele. Nataka tuone faida kubwa ambayo tunatamani kuzungumzia na tumezungumzia, ni uzima wa milele. Kwa maisha ya rohoni ni uhalisia, na ndio yanayokuonyesha wapi unaelekea. Tutasoma kitabu cha Kutoka sura ya 18. Kitabu cha Kutoka sura ya 30, kuanzia mstari wa 17. Anasema, lakini moyo wako ukigeuka, usipotaka kuzisikiza, lakini ukavutwa kando kwenda kuabudu miungu mingine na kuitumikia. Mstari wa 19 anasema, nazishuhudiza mbingu na nchi juu yenu hivi leo kuwa nimekuwekea mbele yako uzima na mauti, baraka na laana. Basi chagua uzima ili uwe hai, wewe na uzao wako. Uhai huu na uzima huu anaozungumzia, mama alishakwisha kuzungumzia, si wa mwili. Huu mwili ni udongo, unaishia hapa duniani, lakini uzima wa milele, pastor alisema, ni karama ya Mungu ambayo tumepewa. Kwa hiyo uhakikisho ya kwamba faida ya maisha ya rohoni, japo kwa mtu anamwambia mimi si wa kiroho sana, usipotaka kuwa wa kiroho sana, huitaki mbingu. Na faida ya wewe kuja duniani, kuja kulitimiza kusudi katika mwili, lakini unatakiwa katika roho utarudi kutoa hesabu kwa nini ambacho umeondoka nacho duniani. Kwa vyote tunavyovikamilisha ni uzima wa milele. Kwa sababu ukisema mimi sio wa kiroho sana, kumbuka kwamba basi wewe unaishi maisha, unachanganya, unachukua kanuni za rohoni unazipeleka rohoni. Yes. Na kanuni za rohoni unazileta mwili. Kwa sababu ukisema mimi sio wa kiroho sana, maana yake inaonyesha kwamba mfumo uliouingia bado wewe ni mgeni. Lakini Mungu wetu hataki tuishi kama wageni. Anataka tuwe wanufaika. Sasa ili uwe mnufaika, pia lazima ujue siri ya huo mfumo ambao umeingia wao. Amen. Kwa hiyo mchungaji, unataka kuniambia kwamba kuna mtu anayetusikiliza, manake kwa maelezo yako mchungaji, nimejifunza kitu hapo. Kumbe swala la maisha ya rohoni na maisha ya mwilini yanahitaji mtu ajiwekee tu nidhamu. Yes. Aweze kuweka nidhamu. Na pia sasa mtu anaweza akauliza kwamba sasa nikiokoka sasa niishi tu maisha ya rohoni, kwa hiyo nitoke kwenye dunia sasa. Huwezi kutoka duniani, kwa sababu tumeuvaa mwili ili tuatimilize mapenzi ya Mungu. Lazima unaishi maisha ya rohoni na bado huko duniani, kwa sababu Roho Mtakatifu atakupa kushinda kila kitu. Ikiwa Yesu Kristo wakati ameuvaa mwili alishinda, na sisi pia tumepewa kushinda.
Basi kwa sababu muda wetu umetutupa mkono, napenda nikwambie tu mtazamaji wetu unayetutazama, tumeona kabisa kwamba maisha ya mwilini, Biblia imesema tukifuata maisha ya mwilini tunataka kufa, ila tukifuata maisha ya rohoni tunataka kuishi. Haleluya! Kwa hiyo ni kushauri tu, kama haujampokea Bwana Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, ujue kwamba Biblia inasema anayetaka kuwa rafiki wa dunia maana yake ni adui wa Mungu. Lakini sasa inatokeaje unataka kuwa adui wa Mungu wakati wewe chanzo chako ni Mungu? Kwa hiyo ni mtazamaji unayetutazama, jaribu kurudi kwenye chanzo. Ni kweli lazima tujue kwamba shetani alitutoa kwenye chanzo, lakini tusibaki kumlaumu shetani, kwa sababu tayari njia ya kututoa kwenye uharibifu imepatikana, ambayo ni Yesu Kristo. Inabidi tuamue sisi sasa, kwa sababu kukubali Yesu Kristo awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako ni maamuzi yako, kwa sababu unaamua kwamba mimi naona maisha yangu ninayoishi, mahusiano yangu na Mungu hayako sawa. Kwa hiyo nataka tu mahali popote ulipo ufuatishe sala hii ili kusudi uweze kuwa na mahusiano na Mungu. Sema, Bwana Yesu, ninasogea mbele zako, mimi ni mwenye dhambi, nimetambua ya kuwa nimekutenda dhambi. Futa jina langu kwenye kitabu cha hukumu, andika jina langu kwenye kitabu cha uzima wa milele. Bwana Yesu, kuanzia leo nimekupokea wewe kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Kuanzia leo umekuwa mwana wa Mungu, umeokoka. Kwa hiyo utaanza kuishi maisha ya kuifuata Roho na sio kuufuata mwili. Basi nikusii tu kwamba unaweza ukapiga simu ukasaidiwa kwamba ukapewa maelekezo ya nini cha kufanya. Mungu akubariki sana na Mungu akupe kufanya maamuzi sahihi. Amen.